Huhitaji kufanya jambo lolote lile ili upendeke. Narudia, huhitaji kufanya jambo lolote lile ili upendeke zaidi. Watu wengi wanahangaika katika maisha yao wakiamini kabisa kwamba wakiwa katika hali fulani watapendeka. Hebu fikiria mtoto mwenye umri wa siku moja au wa wiki moja au wa mwezi mmoja, afanye nini ili apendeke? Afanye nini mtoto wa mwezi mmoja ili apendeke? Narudia tena, huhitaji kufanya jambo lolote ili upendeke. Hili linaweza likawa gumu kwako, kwa maana watu wengi wanafikiria, wanaishi kama vile kuna tuzo ya mateso. Yaani mtu kama vile atapewa zawadi kwa kuvumilia mateso. Sio haki yako. Furaha ni haki yako uliopewa na Mwenyezi Mungu, na inapaswa iwe ni sehemu halisi katika maisha yako, kama vile usingizi. Usingizi ni nature yako, ni haki yako kabisa. Usipolala utaumwa kichwa. Kadhalika, furaha ni haki yako. Wazungu wanasema joy is a natural state. Sasa wewe unayeamini kwamba huwezi ukapendwa usipokuwa hivi au usipokuwa vile, imani yako hiyo kuvumilia mambo ambayo yataendelea kuumiza nafsi yako, na utajikuta hauko huru. Mtu ambaye hawezi kupenda wewe kwa jinsi ulivyo ni mtu ambaye atakuwa anakutumia, sio anakupenda. Hakuna mtu anayependa kondom, ila watu wanaitumia kondom kwa faida zao. Anakutumia alafu anakutupa. Kwa maneno mengine ni kwamba unaposhindwa kuonyesha uhalisia wako, unasababisha watu wengine washindwe kujua wewe undani wako ukoje. Kwa hiyo utapendwa kwa sababu ya picha ya mtu mwingine unaoitumia kumwonyesha huyu mtu kwamba wewe una thamani. Unaumia ndani ya moyo wako, lakini unafanya mambo ambayo unajua kabisa kwamba unaonelewa au hustahili kufanyiwa, lakini unafanya mambo ili upendwe. Utakufa kabla ya wakati wako. Hakuna zawadi kwa watu au tuzo kwa watu wanaoteseka. Huhitaji kufanya jambo lolote ili upendeke. Tatizo ni kwamba umeshindwa kujifunza njia za kuonyesha uhalisia wako kikamilifu, na hivyo basi kutegemea kujifanya, kupretendi kwamba wewe uko hivi, kumbe hauko hivyo, kitu ambacho kitasababisha maumivu, hata kufa katika mahusiano ulionayo. Yawe ni mahusiano ya kazini, yawe ni mahusiano ya kikazi, yawe ni mahusiano ya kikanisani. Pale ambapo unashindwa kuonyesha uhalisia wako, manake unampa huyu mtu picha tofauti kabisa na ile ya wewe. Yeye anaona kwamba hii ndio picha halisi ya uhalisia wako ni hii, lakini unaumia wakati unafanya vile vitu. Usifanye vitu kwa kujilazimisha. Unajikataa mwenyewe unapofanya vitu vya kujilazimisha, kwa sababu unaamini kwamba utapendeka kwa kufanya mambo fulani. Maana yake umejikataa wewe mwenyewe
Kama umejikataa wewe mwenyewe, kwa nini wengine wakupende? Narudia tena, huhitaji kufanya lolote lile ili upendeke. Cha msingi ni kwamba anza kujithamini wewe mwenyewe. Ukijithamini wewe mwenyewe kwa kuvaa vizuri, mtu atakupenda, sio kwa sababu umevaa vizuri ili upendeke. No, umevaa vizuri kwa sababu unajipenda wewe mwenyewe. Unapokuwa unauliza maswali, mtu akakukataza kuuliza maswali, manake hapo wewe ulikuwa unataka ujue kuna nini kinaendelea, lakini mwenzio hataki ujue kuna nini kunaendelea. Kwa hiyo kama unaona kwa wewe kukosa majibu, kwa kukatazwa kuuliza, kunakosesha amani, kujipenda wewe mwenyewe, ni kwamba siwezi nikaendeleza uhusiano au kuwa karibu na mtu ambaye hayuko tayari kunijibu maswali yangu. Kwa hiyo hapo unaonyesha unajipenda wewe mwenyewe. Unapokataa jambo alafu mtu akakasirika, haimaanishi kwamba ulipaswa ukubaliane naye. Kama unajipenda wewe mwenyewe, utaendelea kukataa hata kama mtu anakasirika, kwa sababu unajipenda wewe mwenyewe, na kwa sababu umejua hii kanuni kwamba huhitaji kufanya lolote lile, huhitaji kukubaliana na lolote lile ili upendeke. Kwa hiyo somo ni nini? Ni wewe uanze kujifunza kujipenda wewe mwenyewe. Ukiona mtu hakubaliani na uhalisia uliomo ndani ya moyo wako, maanake huyu mtu anataka akutumie, anataka uwe anavyotaka yeye, anataka uwe anavyotaka yeye. Kwa maneno mengine ni kwamba anakukataza usiwe wewe kama ulivyo. Haipasi kuwa hivyo, sio mpango wa Mungu kwako. Upo umuhimu wa wewe kuanza kufanya mazoezi ya kuonyesha uhalisia wako katika maisha yako na watu unaozungukwa nao, bila kujali ni bosi, bila kujali ni rafiki, bila kujali ni mpenzi, bila kujali ni ana uwezo mkubwa, lakini cha msingi lazima ujifunze kuonyesha uhalisia wako, undani wako, bila kuogopa. Usiruhusu woga kuwa kigezo cha wewe kufanya maamuzi yako. Angalia amani ya nafsi yako. Tafuta amani yako ndani ya moyo wako. Kama kusemwa vibaya, watu watakusema vibaya. Wapuuzie, wapuuzie. Usiogope kusemwa vibaya, usiogope kukataliwa. Haya ni maisha yako. Chunga sana jinsi unavyoenenda. Unaenda kwa furaha au kwa kujilazimisha na uchungu moyoni? Jipende, jithamini wewe mwenyewe, kwa maana wewe ni wa thamani kubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu. Alimtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili yako. Wewe ni wa thamani. Kuanzia sasa jione hivyo, usijidharau. Usijidharau, wewe ni wa thamani kubwa.